Kwa nini madeni hayawaachi maskini? Sababu 7 za kushangaza. Watu wengi wanakopa. Wanakopa kwa harusi, kwa simu mpya, kwa sherehe, hata kwa kula ugali. Lakini cha kushangaza ni kwamba hata baada ya miaka 10 bado wako kwenye madeni yale yale. Leo nitakuambia sababu 7 kubwa zinazowafanya maskini washindwe kutoka kwenye madeni milele. Na kama utasikiliza hadi mwisho, utajifunza jinsi ya kuvunja mzunguko huu wa mateso ya kifedha. Sababu ya kwanza, kukopa kwa ajili ya anasa. Sio vibaya kujifurahisha, lakini kukopa kwa ajili ya anasa ni sumu ya kujiua kimya kimya. Unakopa kwa simu ya milioni 1, lakini huna hata akiba ya 50,000. Unapendeza Instagram, lakini kiuhalisia unahangaika M-Pesa. Watu maskini mara nyingi wanataka kuonekana matajiri kabla hawajawa matajiri, na kwa hilo madeni yanawaandama. Utafiti wa World Bank 2023 unaonyesha kuwa watu wana kipato cha chini huwa na asilimia kubwa ya mikopo ya matumizi, sio uwekezaji. Kama hauna fedha taslimu, subiri, jifunze kusubiri, sababu pesa ina tabia ya kukimbia watu wasio na uvumilivu. Sababu ya pili, kutokujua maarifa ya fedha. Umeshawahi kuulizwa, unajua bajeti yako ya kila mwezi? Kama hujui unatumia pesa wapi, huwezi jua unapoteza wapi. Na kama hujui unapoteza wapi, madeni hayataisha. Elimu ya fedha sio kwa matajiri tu, ni kwa kila mtu. Lakini maskini wengi wanahisi kujifunza pesa ni kazi ya accountants na wachumi. Chukua muda kujifunza misingi, budget, akiba, riba na uwekezaji. Jifunze YouTube, soma vitabu, unaweza kujifunza bure, ukikaa na nia. Sababu ya tatu, kuishi kwa matarajio ya jamii. Unavaa suti ya 60,000 lakini una deni la 100,000. Unalipia harusi ya milioni 3, halafu mwezi unaofuata unatuma meseji kwa watu za kuomba msaada na kujishusha thamani. Jamii imetufundisha kwamba kuonekana ni bora kuliko kuwa. Lakini ukweli ni huu, wale unaotaka kuwafurahisha hawatakusaidia kulipa madeni yako. Kataa presha ya jamii, anza kujenga maisha yako, sio maigizo kwa watu mitandaoni. Sababu ya 4, kulipa deni kwa deni. Unakopa ili kulipa mkopo mwingine, halafu unaomba watatu kufunika deni la pili. Unadhani unajinaswa, kumbe unazama zaidi. Hii ndio inaitwa vicious debt cycle, mzunguko wa madeni usioisha. Ripoti ya FSD Africa 2022, asilimia 65 ya watu wanaokopa kwenye apps wanakopa kulipa madeni ya awali. Kataa mkopo mwingine, kaa chini, andika madeni yako yote, anza kulipa kidogo kidogo, hata kama ni 1,000 kwa wiki. Sababu ya 5, kukosa mpango wa mapato. Huwezi kutoka kwenye madeni kama huna njia ya kudumu ya kipato. Watu wengi wanategemea kazi moja, lakini hawana plan B, hawana hustle. Wengine wana kipato, lakini hakina mpango. Anza kujenga chanzo cha pili cha mapato, jifunze ujuzi, jifunze kuuza, na kila mapato unayopata, tenga angalau asilimia 10 kwa madeni. Sababu ya 6, kukosa nidhamu ya kifedha. Madeni mengi si kwa sababu ya pesa kidogo, bali tabia mbaya za kifedha. Unajua kuwa unatumia pesa hovyo, lakini hujisikii vibaya. Hiyo ni kama kujichoma moto kwa hiari. Anza kufuatilia matumizi yako, tumia app au daftari, jifunze kusema neno hapana kwa vitu visivyo vya lazima. Sababu ya 7, kukata tamaa mapema. Wengine wanaanza kulipa madeni, lakini baada ya mwezi mmoja wanaacha. Wanakata tamaa, wanakimbia majukumu yao. Lakini unavyokimbia deni, ndivyo linakukimbiza zaidi. Kuwa mvumilivu, lipa kidogo lakini kwa moyo, mwisho wa siku utamaliza. Mafanikio ya kifedha ni marathoni, sio mbio fupi. Kuna watu walizaliwa maskini lakini wakaishi huru kifedha. Kuna watu waliokuwa na madeni ya milioni lakini walijifunza, wakabadilika na sasa wana maisha ya heshima. Unaweza kuwa mmoja wao. Jifunze kuwa na nidhamu, kata tamaa ya kuonekana na lipa deni moja baada ya jingine.
Hakuna uhuru mkubwa kuamka asubuhi bila hofu ya madeni. Kama unataka kujifunza zaidi kuhusu fedha, kujenga maisha bora na kuacha madeni, follow PesaVibe sasa hivi. Ushindi wako wa kifedha unaanza na hatua moja, na hatua hiyo ni kujifunza.